Nitoe mfano wa bangili. Yep. Hatutafuti fedha, ila kwa sababu mimi hata nikipata fedha bado utaenda kutafuta vitu. Nitaenda kutafuta vitu ambavyo vinatatua matatizo yangu. Exactly. Kwa hiyo na yule naye pia nikimpa ile fedha naye ataenda kununua kitu kingine, atafute kitu kingine. Kumbuka ecosystem ya fedha. Nchi hii haiprint hela kila siku. Kuna principles za kuprint hela. Kwa hiyo technically hela tulizoko nchi hizi zinajulikana. Noti za 10,000 ni ngapi? 500 ni ngapi? 1000. Ukienda BOT utakwambia. Hela iliyoko kwenye mzunguko wanafahamu. Na sheria ya fedha ina sifa moja inaitwa scarcity. Lazima isiwepo ya kutosha. Yaani watu lazima wawe wengi afu hela kidogo. Anaizalisha ndio anapata. Okay. Kwa tunanyang'anyana. Mchanganyo. Kwa hiyo yeyote ambaye anazalisha bidhaa ambao watu wengi wanahitaji ndio wote tunamhamisha hela. Kwa technically ngoja nitoe kwenye literary meaning kwenye Biblia. Aliyenacho ataongezewa, na asiyenacho na kile alichonacho atanyang'anywa. Natoa tu kwenye meaning ya kawaida, sio ya kibiblia. Technically ni kwamba wewe si hauna bidhaa huduma. Wewe utakuwa na uhitaji wa bidhaa na huduma. Kwa kila hela kija itabidi pite tu. Sure. Na ndio maana kwenye mambo kwa mfano ya uwekezaji tunasema jilipe kwanza. Kwa mfano ukilipwa mshahara, cha kwanza tukuje jilipe. Unajilipaje? Unajilipaje madam? Yaani ukilipwa unakuwa ujilipe kwa sababu asilimia karibia 90 ya zile sio za kwako. Zitaenda kwenye ada, zitaenda kwenye kodi, zitaenda kwenye nguo, zote hizo sio za kwako unajua. Wanakunyang'anya hivyo, zinaondoka hivyo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ile zikiingia cha kwanza jilipe wewe. Unajilipaje? Kata asilimia kwa ajili ya kusave. Au kuwekeza. Sasa sio kwamba anajipongeza. Unajipongeza kwa kuwapa watu wengine. So ujipongeze jioni utoke uende kwenye barbecue. Kumbe unatakiwa usave kwa ajili ya kesho. Yaani unatakiwa usave hizo hela zije zikufanyie kitu kingine baadaye. Kwa sababu wote tuko kwenye mashindano ya kufikia tunaita financial freedom. Uhuru wa kifedha. Kila mtu unayemjua wewe anapambania hiyo. Na watu wote wanadhani siku akifikia uhuru wa kifedha atakuwa amefikia kwenye ukingo wa maisha yake. Atakuwa amefika kwenye hatima ya maisha yake. Hili nao ni somo lingine. Kwa sababu fedha haileti utoshelevu. Na mimi nilikuwa nataka kuuliza uhuru wa kifedha kikomo chake ni lini? Uhuru wa kifedha hauna kikomo. Lakini kwa tafasiri ya ulimwengu huu, uhuru wa kifedha ni pale ambapo kile unachokihitaji unapata. Lakini pia unaweza kukaa hata mwaka mzima hata ufanye kazi na unaendelea kuishi. Sio unaelewa? Na maana yake unazalisha zaidi kuliko unachotumia. Ndio maana tuna mtu anaitwa tajiri. Alafu tuna mtu ambaye anaitwa mtu mwenye ukwasi, anaitwa a wealthy person. Tajiri anakuaga na asset na liability nyingi, yani vitu vinavyoingiza hela, lakini pia kuna vitu vinavyotoa pesa. Mtu mwenye ukwasi au abundance ambao ndio ile Biblia imeandika kwamba utele. Sasa ule utele unaozungumzwa kwenye Biblia sio wa kifedha, ni wa kiroho. Na usipopata utele kabla ya vitu, ni ngumu. Vitu vikija utele upate. Na ndio maana Biblia inasema hazina yako ilipo na moyo wako ndivyo moyo wako utakapokuwa. Kwa hiyo technically unatakiwa upate utele unaotoka kwa Kristo first ndio vitu vije. Lakini Kristo asipotangulia vikaja vitu. Ndio maana Yesu aliwaambia watu kwamba angalieni mjihadhari na choyo. Uzima wa mtu haupo kwenye wingi wa vitu alizonazo. Kwa hiyo unatakiwa utele uanze kabla ya vitu. Then akili yako itafanya kazi sawa sawa kwa ajili ya kupata vitu. Sasa walio wengi wanamtumia Yesu kama hirizi ili wapige vitu. Kumbe wana violate principle. Kwa sababu mtu ana furaha za aina mbili. Ana furaha inayoletwa na vitu na ana furaha inayoletwa na roho yake. Na roho ndio ni mtu. Kwa sababu mtu ni roho, anakaa ndani ya mwili. Na ana nafsi iliyo hai. Kwa hiyo ukishaanza kutaka vitu ndio vikupe utoshelevu, utapotea kwa sababu wewe kama pazia hautoshelezwagi na vitu. Ila mwili ndio unatoshelezwa na vitu. Ila pazia mwenyewe kwa mfano. Ukipata pesa nje ya wewe, ninaposema nje ya wewe maana yake nje ya passion yako, shauku yako unachokipenda. Na shauku mara nyingi ya mtu huwa inakuwa nje yake, japo inatoka ndani yake. Naongea mambo magumu kidogo kama kwa kweli. Kwa mfano, nikisema kuanzia leo shida zako wewe zimeisha, kile utakachowaza umepata. Utakuwa na sababu ya kuishi?
Kwa hiyo kama utaona sababu ya kuishi, kwa sababu umepata kila kitu, maana yake umepoteza utu wako. Hauishi tena, yani hauishi. Na mara nyingi kila kitu. Na watu wengi wanaotafuta vitu wakivipata mara nyingi huwa waishi sana. Unless wewe na kuna mtu amemsaidia kuvipata, na huwa kuna kikomo. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasisitiza sana tusitafute vitu, kwa sababu ipo siku ukivipata you will die.